Mwenyekiti wa zamani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ismail Aden Lage, yeye ametabiri lakini pia ametoa kauli nzito kwenye michuano ya CAF Champions League, hasa kwenye kundi la wekundu wa Msimbazi Simba. Ametoa kauli gani, ametabiri vipi na kadhalika? Basi tupo hapa tukujuze kile ambacho kipo kwa hivi sasa. Nipo na taarifa yake hapa, lakini kwanza subscribe of Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Twende sambamba nikujuze kile ambacho amekizungumza mzee wetu Ismail Aden Lage baada ya kupangwa kwa makundi ya ligi ya mabingwa Afrika Jumatatu hii. Mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba Ismail Aden Lage amesema timu hiyo itafika mbali katika ligi ya mabingwa msimu huu. Wekundu wa Msimbazi Simba wamepangwa kundi D na mabingwa mara 4 wa kihistoria wa michuano hiyo, kwa maana Esperance de Tunis, Petro de Luanda ya Angola na Stade Malien ya huko nchini Mali. Ismail Aden Lage ambaye alikuwa mwenyekiti wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuanzia mwaka 2010 hadi 2014 amesema kuwa ni timu 3 tu ambazo zinaweza kuwasumbua Simba kwenye michuano hiyo msimu huu. Na nukuu kile ambacho amekizungumza: kutokuwepo kwa timu kubwa za Morocco kama Wydad Casablanca na Raja kumepunguza ugumu wa Simba katika michuano ya msimu huu. Mbunge huyo wa zamani wa jimbo la Tabora mjini aliongea kwa kusema kwamba kwa sasa timu kutoka Algeria zimekuwa hazitusumbui. Tunisia ni Esperance pekee yenye kiwango kikubwa na itakuwa na kazi kubwa dhidi yetu, kwa maana Simba baada ya kufanya hivyo dhidi ya Al Ahly na Wydad. Sasa ni zamu ya Esperance de Tunis kukutana na mnyama mkali. Tayari tuna uzoefu mkubwa wa kucheza na timu kubwa. Ukiangalia timu 16 ambazo zimefuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa msimu huu, ni 3 tu ama 4 pekee ambazo zinaweza kutusumbua Simba, kwa maana Al Ahly, Esperance, Mamelodi. Hizi ni timu tishio kwetu. Labda Pyramid na RS Berkane ambazo naweza kusema tuna uwezo wa kupambana nazo. Alisema hivyo Ismail Aden Lage. Aden Lage pia amewahi kuhudumu katika chama cha soka nchini kwa maana Fati, sasa TFF, katika nafasi ya ukatibu mkuu mwanzoni mwa mwaka 2000. Alisema hivi: ni wakati wetu wa kujipanga vizuri na kuamini tunao uwezo wa kufika fainali ya ligi ya mabingwa msimu huu. Maandalizi mazuri yataongeza ubora katika timu hiyo, ndio la msingi kwa sasa. Tutafanya vizuri kufika mbali msimu huu. Alisema hivyo. Alimalizia na kusema kwamba nikiangalia kundi letu jinsi lilivyo, siwezi kusema ni jepesi, lakini tunao uwezo wa kuvuka mbele ya timu hizo na kufuzu robo finali. Ni kujipanga vizuri tu. Lakini alimalizia kwa kusema kwamba wamejileta. Timu bora zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa sasa, kwa maana Simba Sports Club, imepangwa kundi D pamoja na timu za Esperance de Tunis, Petro de Luanda ya Angola na vigogo wa Mali, kwa maana Stade Malien. Kila mtu ameona ratiba. Hatutakiwi kupoteza pointi, hasa katika uwanja wa nyumbani. Itakuwa ni vigumu kuhesabu mafanikio kama ukishindwa kufikia malengo. Kocha Dimitar Pantev amesema hivi: mimi ni mtu ninayetaka mafanikio. Nataka kuona wachezaji wakiitikia wito huo na kufikisha timu eneo wanalohitaji. Itakuwa fedheha kubwa sana kwetu kama tutashindwa kuvuka hatua hiyo ya makundi. Dimitar Pantev kwenye michuano 4 ya hatua ya awali ligi ya mabingwa, Simba wamefanikiwa kufunga mabao 4 tu na hawajafunga bao lolote katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Amejitetea hivi: nilikuwa nafahamu wakati ninapopewa majukumu haya kwamba Simba ni timu yenye kiu ya mafanikio katika ligi ya mabingwa Afrika, na hii tunafanya vizuri. Tunatakiwa kufunga mabao ya kutosha katika uwanja wa nyumbani. Pantev, kocha wa zamani wa Gaborone United ya Botswana, kwenye mabao 4 ambao Simba waliyafunga ugenini dhidi ya Gaborone United, wakati huo akifundishwa na Pantev. Lakini Pantev alivyokuja, yeye alicheza dhidi ya Zingizini Hotspurs ya Eswatini. Hakuna mshambuliaji yoyote
wakati aliyetikisa nyavu. Elim Panzo Kibisawala, kiungo mshambuliaji, alifunga bao pekee katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Gaborone United. Mlinzi wa kati Wilson Nangu na kiungo mshambuliaji wa pembeni Kibu Dennis Prosper walifunga mabao matatu katika ushindi wa mabao 3-0 ugenini dhidi ya Zingizini Hotspurs. Amesema hivi: siwezi kuchagua mchezo gani anayetakiwa kufunga goli. Yaani siwezi kuchagua mchezaji gani anayetakiwa kufunga goli katika mechi. Ni vizuri kuona wachezaji wa nafasi tofauti wakihusika katika kufunga, lakini kuanzia sasa nataka kuona washambuliaji wangu wakifunga mabao ya kutosha. Ni jukumu langu kuhakikisha hilo linafanyika. Washambuliaji wa kati katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ni Mgana Jonathan Soa, nyota wa timu ya taifa Tanzania Suleiman Mwalimu na mshambuliaji wa Uganda Steven Dese Mukwala. Simba tanzia nyumbani kwa kucheza dhidi ya Petro di Luanda weekend ya Novemba 22 au 23, kisha watasafiri hadi Bamako Mali kwa Stade Malien. Najua machungu ya kuangusha pointi katika uwanja nyumbani, hasa katika michuano ya mabingwa ya Afrika. Ni nafasi nafahamu kuhusu Petro na wakaribisha katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ushindi ndio kitu pekee ambacho tunataka katika mchezo yetu miwili ya mwanzoni ili kuhakikisha tunafanya vizuri katika michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani pia wameweza kutoa yale ya moyoni. Lakini tumalize na kuangalia timu ambayo inaonekana kuwa tishio katika kundi hilo, kwa maana Esperance de Tunis. Hii ni timu ya michuano ambayo Simba wanaisubiri kwa hamu sana. Esperance de Tunis ni mabingwa mara 4 wa ligi ya mabingwa Afrika. Kwa mara ya kwanza Simba watakutana na wababe hao wa soka la Afrika katika michuano ya CAF, the best of Africa kama wanavyofahamika. Ni timu kongwe barani Afrika ambayo ilianzishwa mnamo Januari 15 mwaka 1919. Walitoa ubingwa wao wa kwanza wa Afrika msimu wa mwaka 1994 mbele ya Zamalek ya Misri. Wakatoa tena taji hilo msimu wa mwaka 2011 kwa kuifunga Wydad Casablanca ya Morocco, the Red and Yellow. Wakashinda mfululizo taji la mabingwa ya Afrika mwaka 2018 na kuifunga Al Ahly ya Cairo, na 2019 kwa kuichapa Wydad Casablanca kwa mara nyingine kwenye finali 9 ambazo wamewahi kucheza kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Walipoteza mara 5, mwaka 1999 dhidi ya Raja Casablanca ya Morocco, mwaka 2000 mbele ya Heart of Oak ya Ghana. Esperance walipoteza pia finali ya ligi ya mabingwa msimu wa mwaka 2010 mbele ya TP Engabe Mazembe ya DR Congo, mwaka 2012 dhidi ya Al Ahly, na msimu uliopita pia walipoteza mbele ya Al Ahly. Ni timu ambayo Simba wanaweza kupambana nayo, lakini huwa na mikakati mingi linapokuja swala la soka la Afrika upande wa vilabu. Hii ni timu ya michuano, ni mara yao ya 10 mfululizo wanafuzu kwa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na mara zote walifanikiwa kuvuka hatua hiyo. Bila shaka klabu hiyo namba 3 kwa ubora barani Afrika watabaki kuwa shindani tishio kwa klabu ya Simba kwenye kundi lao la namba 4 ama D katika michuano ya msimu huu. Wanapenda kucheza soka la kuzuia wanapokuwa ugenini, huku wakifunga na kushambulia wanapocheza katika ardhi ya nyumbani. Ni miongoni mwa timu 3 zenye mashabiki wengi na wenye vurugu wanapocheza dimba lao la Hamadi Aglebi liliopo jijini Tunis. Vijana hao wa kocha Maher Kanzari wametawala soka la Tunisia kwa kiwango kikubwa, kwani ni mabingwa mara 4 mfululizo. Kati ya Januari 23-24 mwakani Simba watasafiri hadi Tunisia kwa kabili hawa wa Tunisia kwa mchezo wa 3 wa kundi D, kisha timu hizo zitarudiana Januari 30 ama 31 katika dimba la Benjamin Mkapa. Mechi hizo mbili zinatarajiwa kuamua mbabe wa kundi, nani atakuwa kinara. Hiyo ni historia fupi ya Esperance de Tunis. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata yale mengi ya kimichezo, lakini kwa nyakati zote tulikuwa tukipewa nguvu na Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza mabati ya aina zote, mabati ya mgongo mpana,
mgongo mwembamba, mfano wa vigae na yale yenye matilio ya chenga chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, swala la usafiri na misumari utapata bure. Wacheki leo ili nawe miongoni mwa wale ambao wameezeka nyumba zao na Bati Quality. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.